yanayojiri katika kaunti ya Bungoma. Na wasabahi nyote na wasalimu nyote, hamjambo wa Kenya na watu wa Bungoma popote mlipo. Nashukuru Maulana kutupa uhai kuamka mapema siku ya leo ili tuendelee na ujenzi wa taifa. Kwa watu wa Bungoma na Kenya nzima, tumekuwa tukitazama kwa makini vioja na sarakasi za kisiasa katika kaunti ya Bungoma kwa muda wa wiki 2-3 zilizopita. Mimi Wafula Wakoli kama seneta wa Bungoma, kwa muda mrefu nimekuwa nikiibua maswali nyeti, maswali tata kuhusiana na uwajibikaji, utendakazi, uwazi na kuhusishaji kwa wananchi katika miradi ya maendeleo katika kaunti ya Bungoma. Cha msingi, katiba inanipa uwezo wa kuwakilisha, kuwatetea na kutunga sheria kwa ajili ya kaunti ya Bungoma na kaunti za humu nchini. Na hiyo kazi nimeitekeleza kwa uaminifu, kwa ukweli na ukakamavu jinsi inavyopaswa na kwa heshima. Hapo awali nimekuwa nikitaja mambo muhimu, na hapo nyuma pia nimekuja na kamati mbalimbali za Senate tukitembea hapa Bungoma kuangalia miradi ya maendeleo na kuwapa maafisa wa serikali ya kaunti wakiongozwa na Governor Ken Makelo Lusaka ili waweze kubadilisha mkondo wa utekelezaji wa maendeleo. Niliweza kutaja mambo ya masomo, vyuo anuai na vyuo vya chekechea, kwamba vyuo vya chekechea, miundombinu, sakafu, paa, vioo, baadhi ya shule havina viti na meza za watoto kusoma, ni shida. Vyuo vya watoto wadogo mwaka mmoja hadi miaka 4 katika madarasa mengi na shule nyingi za chekechea hakuna. Maji ya kunywa kwa watoto katika vyuo vingi vya chekechea hakuna. Baadhi ya walimu wa vyuo hivi vya chekechea, iwapo utaangalia maelezo ya kazi, kwa kimombo tunasema job description, katika vijikaratasi vya payslip, wengine ni walimu lakini katika hizo payslips zinasema wao ni makarani na vitu mbalimbali. Niliposema niliitwa majina na Wakenya, watu wa Bungoma kutoka Luandanyi, Chebiuk, Tongaren, Bumula, Kandui, Sirisia, wote wanajua ukweli katika vyuo vya chekechea. Kukawa na mradi wa ubwabwa ama uji kwa watoto. Ukiwauliza wao, wengine wamepata gunia 7, wengine pakiti 20, na huo ni mwaka uliopita. Bajeti na mamilioni, zaidi ya milioni 40. Pesa za watu wa Bungoma zinaenda wapi? Barabara. Nyinyi ni wanahabari, mnatembea kaunti nzima, na Wakenya wa Bungoma mnajua tuna shida ya barabara. Vivukio, bridges, ni tabu katika kaunti hii. Wanakandarasi wa Bungoma wengi, pending bill, madeni ni zaidi ya bilioni 4.5. Madeni. Watu wengine hawaishi nyumbani kwao, wanaandamwa na mashirika ya kifedha kwa madeni ambayo walifanya kazi katika kaunti na hawajalipa. Wengine kwenda nyuma mpaka mwaka 2013-14. Hawa watu watamlilia nani? Na tukiuliza, na wiki 3 zilizopita kule Senate mlisoma, niliuliza nataka kujua ni pending bills ni za kina nani, wataje kwa majina kazi waliofanya na pesa zinazodaiwa, na waeleze kinagaubaga mfumo wa kulipa pesa hizi, kwa sababu wengi ambao wanapewa kandarasi kubwa wanalipwa haraka na wao ni wageni. Wale wachochole wa mashinani, watu wangu wa Bungoma, bado wanadai. Haya ni maswali ambayo nimekuwa nikiuliza. Sekta ya ukulima, pembejeo zimepeanwa, lakini kwenda mashinani utasikia watu wangu, watu wa Bungoma wanalalamika. Ng'ombe zimepeanwa juzi,
Mimi kama mtoto wa mwalimu, ng'ombe unapopeana unafunza wakulima kwamba huyu ni ng'ombe wa jazi, huyu ni ng'ombe wa freshan, na kiwango cha uhalisia wa freshan ni kiwango kipi, maziwa unayotarajia ni kiwango kipi, chakula cha ng'ombe huyu ni chakula kipi, unampa kivipi, unamtibu kivipi, unamkamua kivipi, na maziwa unapakia kivipi ukipeleka sokoni. Nionyeshe hata siku moja hawa wakulima wamekaishwa, wamepelekwa Mabanga FTC, wakafunzwa, wakaelewa. Kwa sababu ukienda Mabanga, wale ng'ombe walio huko hawezi kamuliwa, wengine wamepita umri, hawana meno, wengine macho yamezeeka. Mahali wanaishi ni aibu, na ni taasisi ya kilimo katika kaunti imegeuka kuwa hoteli ya utalii wa kimasomo. Tingatinga kwa kimombo tractors ziko huko zaidi ya 14 zimegwama. Yale matingatinga Mheshimiwa Governor alinunua Sonalika, karibu nusu yameharibika. Mara ya mwisho walifanya mageuzi na kurekebisha mitambo hiyo ni miaka 2 iliyopita. Tunaongea kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa nchi hii. Na ukiangalia mfumo wa kulipa, hata wale wakulima ambao wanakomboa magari haya ya kulima, ni gushi. Fedha zinazoingia kwenye akaunti na vile vitabu ambavyo wanaandika gari limetoka hapa kwenda Bumula haviuyani, hakuna usawa. Haya ni maswali ambayo watu wa Bungoma wanauliza. Kuna magari ya kupima kimo cha uhalisia wa mchanga ili uweze kujua ni mbolea gani unatumia na unaitumia kivipi. Hayo magari wakati wa serikali iliyopita yalionekana Tanzania, Shinyanga, Simiyu yakifanya kazi kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Leo yako kwa mawe hapa Kandui, magari mawili ya zaidi ya milioni 20. Hii mbolea waliopeana juzi walifanya utafiti wapi? Wakulima wa kahawa waliambiwa ni mbolea gani watatumia? Wakulima wa tobako waliambiwa ni mbolea gani watatumia? Utafiti huo walifanya wapi? Siku za kuwafanya watu wa Bungoma kuonekana kwamba hawajui kile wanataka zimekwisha. Juzi waziri fedha alipokuwa ofisini na katibu wake waliweza pia kununua ng'ombe. Angalia mfumo waliotumia kwenda kununua ng'ombe. Walichukua tu pesa na kwenda vijijini Nandi, Uasin Gishu, wakiokota ng'ombe mashambani, wakaletea watu wa Bungoma. Wenyewe wakapelekana kwa DCI kushtakiana ili kila mtu ajiondoe kwa makosa. Serikali ya Mheshimiwa Ken Lusaka imefunga macho na imeweka nta kwenye masikio yao. Haya ni maswali ambayo lazima yajibiwe. Angalia mfumo wa maji hapa Bungoma. Nyinyi ni wakazi wa mji huu. Pesa zinazotozwa watu hazilingani na maji wametumia katika boma zao. Mifereji ya maji, pombo za maji zimeharibika. Hata sasa maji wanaochukua ya Boasco yanatoka kile kiwanda ambacho kinafufuka cha Kitinda. Walichokidharau Kitinda sasa kinawapa maji serikali ya kaunti. Nilikuwa pale Kitinda jana. Haya ni maswali ambayo watu wa Bungoma wanataka majibu. Hawataki sarakasi. Haya ndio mambo nimewaitia kwayo ili tuzungumze, tukubaliane. Tuna sekta ya michezo Bungoma hii. Nionyeshe siku moja ambayo kwenye bajeti ya kaunti kumewekwa pesa kufadhili watoto wa kandanda. Kuna kikosi cha Queens, kuna kikosi cha rugby, mchezo wa raga, kuna vikosi vya volleyball, kuna vikosi vya mpira wa vikapu, kuna vikosi vya michezo ya magongo, hockey. Wapi? Kule kiwanja kule cha High Altitude Center ni kama ng'ombe wa maziwa anayekamuliwa amechoka, anapiga mateke, lakini bado anakamua. Wana michezo Bungoma hii watamlilia nani? Lakini tunachoona ni sarakasi, tunazungushwa tu. Tukisema wanasema hatuna heshima kwa sababu tunavuruga amani wanapokula. Haya ndio maswali lazima serikali ya kaunti iweze kujibu.
Mfumo wa mazingira, sekta ya mazingira, environment. Walikuwa kule wa control of budget tukiwa kule Senate Park. Zaidi ya milioni 5 ziliwekwa katika mto wa Sio kwenda pale. Ati mvua ilinyesha ikapita na miche. Ati wale wa kutoa mchanga hao. Iwapo wamehusisha wananchi katika mradi wa kupanda miche, hawa wananchi wa Bungoma wanaheshima sana. Watatunza miche kwa sababu itawalinda siku za baadaye. Hizo pesa zilizama. Angalia mfumo wa Floka. Mamilioni ya pesa. Wamefanya kura juzi ili kufunga ukweli. Lakini mkienda katika kumbukumbu za Senate, niliuliza katika jumba la Senate, waniambie miradi yote iko wapi, fedha ngapi zimelipwa, walihusisha nani, wanaonufaika ni kina nani, na makatani ya muda gani. Hawajanijibu mpaka sasa. Lakini wiki lililopita mliona Rafa kila mahali wanapiga kura haraka ili waliokuepo waondoke, wasipige kelele, wale waliokuwa kwa meza ya kula waendelee kula. Mimi naambia watu wa Bungoma, hawa wa Kenya wenzetu, tusiruhusu watuchezee kamari. Tusiruhusu hata kabisa. Angalia miradi mikubwa ya soko hapa Bungoma. Soko ya Kandui walilipa pesa zote. Bado wanataka kufanya mabadiliko ya fedha, inaitwa variation. Hii dual carriage, mabilioni zaidi ya bilioni 1.3. Walifanya variation, wakatoa vivukio, wakatoa ishara za barabara, ati bill it's too high. Waliuliza nani wa Bungoma mtaki vivukio kuvuka barabara? Lakini kisirisiri wanataka warudishie Nairobi, serikali kuu. Mimi nimepinga, lazima kila mtu awajibike kwa kazi aliyopewa. Soko ya Kabukuywa, pesa zote zililipwa. Bado wanataka kufanya variation ili waendelee kukamua jasho la mnyonge wa Bungoma. Yule mwanakandarasi aliweka pavements zile baraste pale Chebukube. Kijana mdogo hajalipwa. Lakini kila mara wanapiga vifua, tumejenga. Wanakandarasi wengine hawajalipwa, wengine hawajafanya kazi na wamelipwa. Sasa huu mchezo ambao unaendelea hapa Bungoma lazima ukome. Nyinyi mnajua tunaenda mfumo mpya wa kifedha, awamu mpya, financial year 2026-2027. By now, wakati huu lazima serikali ya county iwe imeandika budget policy statement. Wawe wamejadili, nyinyi wanahabari na Wakenya wa Bungoma mwe mmepitia, wapeleke katika baraza la mawaziri likiongozwa na governor, waangalie budget ya Bungoma, wakimaliza wapitishe na wapeleke county assembly. Zimebaki siku 9. Watu wa Bungoma hamjui statement iko aje, hamjui budget yenu itafanana namna gani, na tumebaki na siku 9. Muangalie vigezo, wale vijana muangalie fedha zenu ni ngapi, mazingira ni ngapi, ukulima ni ngapi, na ngapi mnaziona kwa macho, sio kwa vitabu. Na naambiwa ndugu yangu anajiandaa, anapiga viatu rangi, anataka kuamba ndege aende nchi ya India. Ndugu yangu governor, na county imesambaratika, haijui iko wapi. Tuko tu angani kwa autopilot. Rubani ameweka auto, amesema mbele kuzuri, yeye bora enjoy. Haiwezekani. Na hizi safari zote za ng'ambo lazima ziwajibike. Kila safari aliyoenda arudi atuambie nilienda na kina nani, walikuwa na umuhimu gani katika safari hii. Utuambie ripoti mliojadili kule iko namna hii na inaenda kuboresha maisha wa Bungoma kwa njia gani. Lakini isiwe kwamba mambo yanapochemuka unapanda ndege unaondoka. Haiwezekani. Na watu wanapiga miayo, watoto waendi shule, wakulima wana pembejeo, bei ya kahawa kule mlima na maeneo mengine Bungoma imesambaratika, mawaziri hawajui. Viwanda vya maziwa, Cheskaki saiki iko chini ya Brookside, Menu, Bumula, Kabula. Haya ndio mambo ambayo lazima tuulizane kinagaubaga. Nikimalizia ndugu zangu,
Joto lilipoanza kupanda, County Assembly ikatoa ilani kwamba baadhi ya mawaziri ama wote wataweza kuitwa na kila mtu kubeba msalaba wake. Mheshimiwa Governor akasonga kwa kasi na kuwafuta kazi na akatangaza, na mimi naamini hakutangaza tu kwa kustuka, lazima alifanya majadiliano na watu fulani, na akasema it's for the good interest of the people of Bungoma, common good. Baada ya wiki moja kesi kotini, watu wamerudi. Akasema law abiding Kenyan, I agree with the resolution of the court that I reinstate them. Fine. The case said reinstate them. Did they tell you to reshuffle them? Ni sawa. Umewarudisha, umewabadilisha. Unachukua daktari wa afya Bi Mayama unampeleka kwa kilimo Magrini. Unamtoa mmoja alikuwa kule kwa trade ukamleta finance, umempeleka kwa barabara. Aliyekuwa kwa barabara umempeleka kwa finance. Whom did you consult? Na sisi kama walimu, nilipokuwa nafunza, mwalimu mkuu alikuwa na tukifungua mwaka anasema, mwalimu Wakoli, where is your scorecard? Tuambie yale uliyoweza kufanya mwaka uliopita ambao utaboresha zaidi. Sasa hawa ambao wanazungushwa mwaka uliopita na hii miaka yote, what is their scorecard? Au watu wa Bungoma vile umewafuta ukasema for the common good, what good was it? Tell the people of Bungoma. Huyo aliyokuwa kwa agriculture alitufanyia nini yenye ulifuta, yenye hatujui? Na ni mbona ulimfuta na County Assembly imejiandaa kila mtu abebe msalaba wake? Tunaelewana watu wa Kenya? Lazima kiongozi awajibike. Lazima kiongozi awaeleze watu. Na anafanya hivi na anataka kupanda ndege aende India. Kweli kweli. Huu ni mchezo wa paka na panya. Pending bills. Wale watu huyo chief officer ambao tunasema bado wako hapo. Unasaidia wanakandarasi kivipi? Na watu wa Bungoma ambao wanalipa ushuru wanauliza, kwa huu mchakato wote wewe ufute, uwarudishe, uwapangue, uwapange, watu wa Bungoma wako wapi katika hii hesabu ya maendeleo, uwajibikaji na utendakazi wa kaunti ya Bungoma? Na nyinyi mnajua hii ni siasa. Tunaposonga mbele miezi miwili mitatu minne inayokuja, anapiga hesabu. Baadhi yao wanajua unapiga hesabu ili ikifika mahali fulani ati hata wakisema utasikia na utatingika, kwa sababu unajua hakuna kitu watafanya. Wanacheza hesabu ya timing. Mimi naomba watu wa Bungoma, hata kama mtu anacheza hesabu ya kupiba, mjiandae, mfunge mikanda, kwa sababu awamu ya mwisho hii lazima watu wajibike, watu wajibu maswali. Miradi mingi imegwama mpaka sasa. Hospitali hakuna madawa. CHPs miezi 5-6 huko nyuma mwaka huu wa kifedha hawajalipwa. Na ni madaktari mashinani 3,300 zaidi. Hiyo pesa inaenda wapi? Hawataki kujibu, and I'm asking the County Assembly, my friends, my younger brothers and sisters, stand firm, say the truth. Musimame imara na museme ukweli. Yale mliokuwa mnajiandaa kwayo kutekeleza, tekelezeni. Hawa watu wa Bungoma wamengoja kusikia. Kila mtu na msalaba wake. Na governor angoje aone mfumo mzima ukitekelezwa. Kama mtu atapatikana na makosa, assembly itaandika iseme
mapendekezo yetu kulingana na waziri fulani ni kama ifuatavyo. Kama watasema huyu hana makosa, anahitaji maombi, fanya. Kama huyu ni mzembe, anahitaji kupumzishwa, sawa. Na mtu kama amethibitishwa kuwa anapora pesa za umma na kushiriki divai ya wananchi, afurushe kazini. Lakini hii ya kulinda watu na pasipo kutueleza, mimi napinga na sikubaliani nao. So serikali, mfanye kazi yenu, mfanyie watu kazi. Maswali watu wakiuliza, mnajibu. County Assembly kikatiba wako na haki ya kufanya kazi, wako na haki ya kuuliza maswali, wako na haki ya kutia msasa, kwa sababu wakijabaza bado Wakenya watauliza. Na Kenya hii vitu ni viwili tu, either unapojamaza umebanwa hauongei, ama unamumunya kitu. Na tabia nzuri kwenye meza ni kwamba usile unapozungumza. Sasa lazima ni wakati, na wafalsafa na waandishi walisema iwapo nakula na asiyeona kipofu, lazima njugu kwa nazipasua akisikia sauti. Nisia kwata. Ndio you are honest. So on this matter, everything must be done above board. Pesa ya mtu wa Bungoma isipotee. Na tunapomaliza mwaka wa kifedha kwenda mwingine, Wakenya wa Bungoma wahusishwe katika kuandaa bajeti yao na kutekeleza miradi ya Bungoma. Nikimalizia, kuna mradi hapa wa kujenga makao ya county. Walizindua na wakatoa milioni, zaidi ya milioni 90. Hata msingi kuamuka kufufuka hakuna. Kweli, it is common sense, it is common moral standing kwamba County Assembly wako karibu, wametumia pesa karibu kiwango hicho, na wako ghorofa ya 3 ya 4, na hapa ilitolewa milioni zaidi ya 90. Hata tu kwa msingi peke yake haijaamka. Hiyo pia tukuulize, na una macho, una masikio, na ni fedha za watu wa Bungoma. Ni makosa. So we must rise up. Na mtu asilete siasa ajo sijui tuta sijui. Hapana. Hapana, kila mtu anakimbia mbio zake. Mheshimiwa Rais anapambana kufanya kazi. Ndio amekuwa hapa Bungoma akizunguka kuzindua miradi. Mimi nikiomba baadhi ya miradi. MCA wanakimbia mbio zao. Mimi kama senator ninafanya kazi yangu. Na mimi naomba Mheshimiwa Rais 100% aende 2 term. But as he does his 2 term as a president, my people who are elected must also do their work. Mimi sitaki kumwaibisha Mheshimiwa Rais kwa uzembe, utepetevu na kupora pesa. Hapana. Na kama watu ninatembea nao ni wezi, ni wazembe, kujitoa kwao ni kuwafuta kazi, sio kuwakumbatia ama kupitia jenzo za sheria. Haiwezekani. So Mheshimiwa Governor, kama unajiandaa kuenda safari, safiri salama. Mungu awe nawe. Lakini unaporudi, majibu haya lazima yajibiwe. Mawaziri mliotajwa lazima muwe tayari kujibu maswali, ili Bungoma tutambulike kama kaunti ambayo watu wanaheshimu kanuni za serikali, kanuni za katiba, na tunapenda wananchi wa nchi ya Kenya. Ningependa kumalizia hapo, na jinsi mnajua kuna mtafaruku kati yetu na magavana, kwamba wengi hawataki kuja kuwajibika. Na sisi mtazamo wetu na msimamo wetu ni kwamba lazima kile unachopewa uwajibike kwacho. Hata Biblia watu walipewa talanta, na Yesu aliporudi aliwauliza, wewe umetumia kivipi? Wale wazembe walinyang'anywa wakapeana. So accountability ni lazima. Na hivi leo tunapotoka hapa, tutakuwa tunaenda kujiunga na viongozi wa Senate ili tupange hayo maneno, ili devolution, ugatuzi uweze kutetewa na tufanyie watu wa Bungoma kazi. Asante sana na Mungu awabariki sana.
Seneta, unaona kwamba hayo maswala ni misingi tosha ya kumng'atua Gavana Lusaka mamlakani? Hotuba yangu ya leo haijakuwa kwamba kumjadili gavana kama mojawapo washukiwa katika kesi hii. Nimetaja kwa mapana kwamba mawaziri walikuwa wamewekwa kizimbani ama tayari wanajiandaa kuingia kizimbani kujitetea kulingana na shutuma ama madai ambayo viongozi wa County Assembly walikuwa wameandaa, na kwamba gavana alipowafuta kazi na kuwarejesha tena ni jambo ambalo watu wa Bungoma, hata kama hatujasoma sana, tunaona kwamba ni karata, na hiyo karata bado watu wa Bungoma wanaifuatilia kwa karibu. Sasa mambo ambayo unasema mimi siyajui, lakini kwa sababu umeanza mchakato, andaa kiwango ama nafasi, tutaongea baadaye. Na pia siwezi jadili mtu ambaye anajiandaa kuenda ng'ambo. Swali lingine? Wako sawa. Wako sawa. Wako satisfied. 2 term. Thank you.